Ukienda Ulaya wanakuambia they like technology. Wanapenda sana vitu vya teknolojia. Ukienda Asia au Gulf wanakuambia they like business activities. Wanapenda sana vitu vya biashara ya kuwaletea nini? Ya kuwaletea pesa. Ukija Afrika wanakuambia they like listening to stories. Wanapenda sana kusikiliza nini? Kusikiliza story. Afrika ndio bara peke yake duniani wachekeshaji wanapata hela kuliko bara zingine. Mwafrika anakwenda, analipa pesa zake, anakaa pale, anachekeshwa, anacheka hadi jasho zinamtoka, anarudi nyumbani hana hata shilingi 50, lakini amefurahi. Hana shida. Sasa kama wewe ni mtu wa story, kuna sura ndani ya Qur'ani ndio sura ya Waafrika sasa. Ni surati Yusuf. Kwa sababu kuanzia mwanzo wa sura hadi misho ya sura ni story tu. Na mwanzo wa sura Allah anasema nahnu nakusu alayka ahsana alqasas. Hakika sisi tunakusimulia simulizi nzuri, tunakupa story nzuri. Sasa kama wewe ni mtu wa story, kuna story nzuri ndani ya Qur'an. Mwisho ya sura Allah anasema lakad kana fi kasasihi wa ibratan liulil albab. Katika hadithi zao Yusuf na ndugu zake kuna mambo ya kuzingatia kwa wale ambao wana akili. Kuna mazingatio mengi ndani ya surati Yusuf, lakini moja yao Yusuf alipopewa urembo wa mwili, ile urembo ilimpeleka gerezani. Na alipopewa ilmu ya kutafsiri ndoto ya mfalme, ile ilmu ikamtoa wapi? Ikamtoa gerezani. What does it mean? It means that instead of struggling with your body, you struggle with your mind. Badala ya wewe kushughulika na mwili wako, shughulika na nini? Na akili yako. Kwa sababu hata kuna profesa hawaogi, lakini kila akizungumza analipwa. Lakini leo unakuta cha ajabu, sisi wa Afrika, dada ananunua wigi ya milioni 2, anaivaa kwa kichwa ambayo huwezi kuweka hata password ya kompyuta. Hapa huna lolote ambao umefanya nini? Hapa huna lolote ambao una. Ilmu ni expensive kwa sababu haikuji kwa bahati na haiondoke kwa bahati. Ukishapata hiyo ni ya kwako. Malaysia kuna jamaa alikuwa anaendesha gari. Katikati ya barabara gari ikazimika. Akakuwa stranded, hana pa kupitia. Pale ikatokea jamaa moja. Akasema gari imeleta shida. Akasema ndio. Usijali mimi ni makanika. Nitakusaidia na gari yako itaenda tu. Una nyondo? Akastuka. Nyondo ya nini? Hiyo gari nimenunua pesa nyingi. Unatafuta nyondo ya kama una nyondo nipe tu. Mimi ni makanika. Akafungua buti akatoa nyondo. Akasema fungua bonnet. Akafungua bonnet. Jamaa alienda pale mbele akapiga pa. Akasema haya wakisha. Akawakisha gari ikawaka. Jamaa akafurahi sasa anaweza kuendelea na safari yake. Akamuuliza sasa nitakulipa pesa ngapi? Akasema nipe $100 tu. Jamaa akasema one knock $100. Mpigo mmoja $100. Akasema one knock is $1, but to know where to knock is $99. Mpigo mmoja ni $1, lakini kujua mahali ya kupiga ni $99. That is how expensive the knowledge is. Leo nimekuoneshea mahali ya kupiga, kesho hautanitafuta. Kwa hiyo sisi hapa msikitini tunafanya dhambi kwa sababu ya kutokujua. Dhambi nyingi ni kutokujua. Zile ya kujua ni chache tu. Huwezi kusema nimeendesha gari hadi nikafanya accident kwa sababu mimi naelewa sana gari. Haliwezekani. Na wewe jua ya kwamba